Jambo moja ambalo nataka ulifahamu wazi ni kwamba shetani ni mwizi. Na ndio maana nimekuwa tume title theme yetu ya kwamba ndoto yangu haitaibiwa, kwa sababu shetani ana uwezo wa kuiba ndoto. Ana uwezo wa kuiba ndoto, ana uwezo wa kuiba maono. Kuna watu unakuta walikuwa na maono makubwa sana kuhusiana na ufalme wa Mungu, kuhusiana na huduma, kuhusiana na ndoa, lakini ghafla shetani akayaiba, akanyakua yale maono, akanyakua ndoto zao, akazitoa. Kwa hiyo baada ya miaka kadhaa hawa watu wanagundua ya kwamba nilikuwaga na ndoto kubwa, lakini zile ndoto kubwa hazitimii mpaka sasa. So siku ya leo nitakuwa ninakufundisha vitu vichache ambavyo vitakusaidia uweze kufahamu, na nataka nianze kwa kufundisha ni namna gani ndoto zinaibiwa. Ziwe ndoto kubwa au ndoto ndogo, yawe maono makubwa au maono madogo, yote yana uwezo wa kuibiwa. Na shetani, maandiko yanamtambua kama mwizi. Maandiko yanamtambua shetani kama mwizi. Kitabu cha Yohana sura ya 10 na mstari wa 10, maandiko yanasema mwivi haji ila aibe. So the first assignment of your enemies is to steal. Kazi ya kwanza ya shetani kwenye maisha yako ni kuiba. So kuna watu ambao wanaweza kufikiria kwamba shetani akija kwenye maisha yako anakuja kucheka. Shetani assignment ya kwanza akija kwako is to steal. Mwivi haji ila aibe. Kwa shetani akija kwako, assignment ya kwanza ni kuiba. Assignment ya kwanza ni kuiba. Kuna watu ambao walikuwa na maono makubwa, walikuwa na ndoto kubwa. Walipokuwa wadogo walikuwa nasema mimi nataka kuwa pilot, lakini baada ya miaka kadhaa zile ndoto za kuwa pilot zimepotea. Kuna watu walikuwa na ndoto kubwa, walisema mimi nataka kuwa mhubiri mkubwa, lakini mara baada ya miaka kadhaa zile ndoto zimepotea. Kuna watu walikuwa na ndoto kubwa, wanasema mimi nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini baada ya miaka kadhaa ndoto zimepotea. Kuna watu wakasema mimi nataka kuwa mwanasiasa mkubwa, lakini baada ya miaka kadhaa ndoto zimepotea. So maandiko yanasema hivi, mwivi haji ila aibe. So the first assignment of the enemy is to steal. Kazi ya kwanza ya adui ni kuiba. Kazi ya kwanza ya shetani ni kuiba. So mahali popote ambapo shetani atafika, jambo la kwanza analolifanya ni kuiba. Anaiba nini? Anaiba chochote chema kilichopo kwenye maisha ya mtu. Anaiba nini? Shetani anaiba nini? Anaiba chochote chema kilichopo kwenye maisha ya mtu. Kama alikuwa na ndoto nzuri, shetani ana uwezo wa kuiba hizo ndoto. Kwa kitabu cha Danieli sura ya 2, maandiko yanasema mfalme Nebukadnezar siku moja akawa amelala. Maandiko yanasema alipokuwa amelala, maandiko yanasema akaota ndoto. Huyu ni mfalme, alikuwa ni mtu mkubwa, lakini maandiko yanasema huyu mfalme alipokuwa amelala, maandiko yanasema akaota ndoto. Lakini mara baada ya kuota ndoto, maandiko yanasema alipoamka ndoto yake ilikuwa imempotea. Alipoamka ndoto yake ilikuwa imempotea. Kuna watu mtafika umri fulani, akili zenu zitaamka. Wakati akili zenu zinaamka ndio wakati ambao unagundua kwamba ndoto yako ishakupotea. Wakati huo umefika miaka 50, akili zako zinaamka, then unaanza kugundua muda wa kufanya biashara ushaisha, muda wa kujenga nyumba ushaisha, muda wa kuingia kwenye ndoa nzuri ushaisha. So you can see adui anaweza akaja akaiba, na wakati unaamka unakuta kile ambacho Mungu alikuwa ameweka ndani yako kimepotea. Nataka nikufundishe siku ya leo, shetani ni mwizi. Shetani anaweza akaja kwa mtu akaiba ndoto, akaiba maono. Kuna mtu ulikuwa na maono, unasema mimi nikiwa na miaka 25 nitakuwa tayari nimeshaanza kufanya makongamano ya wanawake, nafanya makongamano ya wanawake. Then sasa hivi na miaka 40 hakuna hata kongamano moja ulishalifanya. Sasa hivi na miaka 35 hakuna hata kongamano moja ulishalifanya. Lakini ndani yako you are too ambitious, you are too visionary. Ulikuwa unasema one day nitakuwa nakusanya watu, one day nitakuwa nafanya hiki na hiki. Listen to me carefully. Shetani mara zote ana tabia ya kuja kuiba njozi. Anaiba njozi za watu ambao wanaona mahali wanaenda. Maandiko yanasema huyu mfalme akaota, alipoota then ndoto ikampotea. Maandiko yanasema ndoto ilipompotea hakuweza kulala,
hakuweza kutulia. Na nataka nikuonyeshe pia, fahamu kitu kimoja, kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Wafalme wa Kwanza sura ya 3. Naomba hapa niende direct moja kwa moja nikuelekeze vitu kadhaa, namna gani ndoto inaibiwa. Namna gani ndoto inaibiwa. Kuna namna ambayo shetani wanaiba ndoto. Namna ya kwanza ya kuiba ndoto, au shetani anayoitumia kuiba ndoto, ni shetani kutumia watu. Shetani anaweza akawaleta watu kwenye maisha yako. Kazi ya hao watu ni kuhakikisha utimizi ndoto yako. Shetani anaweza akaleta marafiki. Marafiki wanakaa karibu yako, marafiki wanakaa pamoja na wewe, lakini lengo la hao marafiki ni wewe usitimize ndoto. So inawezekana kabisa ukawa na ndoto kubwa, lakini kuna watu watakuja kwako. Hao watu wanakuja, kazi yao is to steal your dreams. Shetani anaweza akakuwekea watu around you. Maandiko yanasema mwivi haji ila aibe. Wezi ni wezi wa aina gani? Aina ya kwanza ya mbinu ambayo shetani anatumia kuiba njozi ni watu. So unawezekana kabisa ukakaa na mtu ni mwizi, mwizi wa maono yako, mwizi wa ndoto zako, mwizi wa kesho yako. Ameshakupicha, amekuangalia uwezo ulionao, then anajua namna ya kumanipulate ili usitimize ndoto zako. Now listen to me, nitakuelekeza baadaye vizuri. Tuanze tuangalie kundi la kwanza la watu. Kundi la watu kwanza la watu ambao shetani anatumia kuiba ndoto zako. Kundi la kwanza la watu ambao shetani anatumia kuiba ndoto zako wanaitwa watu wa karibu au marafiki. Watu wa karibu au marafiki. Na njopo, unaweza ukawa na rafiki yako unaambatana naye, rafiki yako unayeambatana naye ukamwita this one is my best friend. Na ninaposema huyu ni rafiki yangu, maana yake tunaenda njia moja. Maandiko yanasema watu wawili hawawezi kwenda njia moja isipokuwa wamepatana. Kwa hiyo tunapatana na Paul, tunasema Paul tunaelekea upande wa magharibi, tunaanza kwenda upande wa magharibi, huku ndo upande wa ndoto zetu. Now listen to me, huyu ni rafiki. Maana yake nini? Wakati huu kama mimi nitakuwa namuongoza mahali ambapo sio sahihi, maana yake huyu Paul hatafika mahali sahihi. Kwa hiyo kama alikuwa na ndoto siku moja za kuwa mhubiri mkubwa, mimi nimekuja nimemshika mkono nimwambia twende kufanya biashara, tayari nimemtoa kwenye maono yake ya kuwa mhubiri mkubwa. Sasa hivi nampeleka kwenye maono ya kuwa mfanyabiashara. Na mimi ndani yangu kuna maono ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Naambia Paul tutapata hela, Paul tutatoboa kwenye maisha. Lakini ndani ya Paul, ndani yake kuna maono yanayosema Paul utakuwa mhubiri mkubwa. Lakini kwa sababu ya association, because of association, Paul anahama direction, anapotea njia ya kwenda kuwa mhubiri mkubwa, anaanza kwenda kwenye njia ya kuwa mfanyabiashara mkubwa. Now you understand one thing, kwamba shetani mara zote anakuja kuiba, na anapotaka kuiba maono yako, anapotaka kuiba ndoto zako, anatumia marafiki. Hawa marafiki ni marafiki wasioenda njia moja na wewe. Hawa marafiki ni marafiki wasioona mahali ambapo Mungu anaona. Hawa marafiki ni marafiki wasio na fikra kwa habari ya maisha yako. Wao wanafikiri kuhusiana na kutimiza ajenda zao. Kwa hiyo wanakuchukua wewe kwenda kutimiza ajenda zao na sio kutimiza ajenda ya Mungu. Na ndio maana kitu cha msingi unatakiwa kujua ndani yako, ambatana na watu wanaokusaidia kutimiza ajenda ya Mungu. Ambatana na marafiki wanaokusaidia kutimiza ajenda ya Mungu. One day Ibrahim akamchukua Lutu. Siku ambayo Lutu aliachana na Ibrahim, akasema Ibrahim wewe nenda huko na mimi naenda huko, ndo siku ambayo Lutu akapotea. Now listen to me, kuna watu ambao unapaswa kuwang'ang'ania no matter what is happening. Unapaswa kuwashikilia. Kuna watu ambao hata kama wakipita kwenye majaribu unasema tunapita pamoja, kwa sababu unajua hawa jamaa wana kesho nzuri. Kuna wakati utakaa na watu ambao wanapitia mambo mabaya, lakini ndani yao kuna hatima kubwa kwa ajili yako. Keep moving with them, endelea kutembea pamoja nao. Maandiko yanasema ikafika wakati Lutu akajiona ya kwamba na yeye ameshaongezeka. Akamwambia Ibrahim, kwa kuwa sasa hivi tunaanza kugombana kwa sababu ya maongezeko tulionayo, akamwambia Ibrahim pita kushoto na mimi ndapita kulia. Maandiko yanasema Lutu akainua macho yake akaona bonde la Sodoma na Gomora. Listen to me, wakati ule Lutu amejiona mjanja, alipoinua macho yake akaangalia akaona bonde la Sodoma na Gomora, akaona lile bonde limejaa kijani kibichi. Akamwambia watu wake akasema
akasema tazameni bonde la Sodoma na Gomora, twendeni Sodoma na Gomora. Then wakamwacha Ibrahim. Alishindwa kuelewa Sodoma na Gomora siku moja itakuja kuteketezwa kwa moto. Akamwacha Ibrahim aliyemtoa kijijini, akamwacha Ibrahim aliyemtoa mashambani, akamwacha Ibrahim ambaye alibeba baraka yake. Listen to me carefully, listen to me carefully. Alimwacha Ibrahim aliyebeba baraka ya Bwana kwenye maisha yake. Kuna watu ambao unaachana na mtu aliyebeba baraka yako, unaachana na rafiki aliyebeba baraka yako kwa sababu ya tamaa. I will show you. Kuna watu ambao wanaachana na watu wa maana kwa sababu ya tamaa. Kuna some association you must learn how to keep them. Kuna baadhi ya mahusiano ambayo unatakiwa kulazimisha kuyatunza. Shetani anapotaka kuja kuyanyang'anya, unapaswa kuyang'ang'ania. Shetani anapotaka kusema hapana, unatakiwa kusema tunaendelea, tunaendelea, tunaendelea. Listen to me carefully. Maandiko yanasema mwivi haji ila aibe. Anaweza akaja akaua, akaja akaiba mahusiano ya maana ambayo alikuwa yanakupeleka kwenye hatima yako. Anaweza akaja akamuiba Ibrahimu wako ambaye alipaswa kuelekeze mahali ambapo unatakiwa kuelekea. Now listen to me. Kama hautakuwa makini, kuna watu ambao Mungu anawaleta kwenye maisha yako. Usipokuwa makini nao, shetani anaweza akawatoa. Kuna watu mmeshawapoteza wakina Ibrahimu wenu. Kuna watu mmeshawapoteza wakina Naomi wenu kwa sababu umeshajiona umeshaolewa. Unasema mimi Naomi huyu wa kitu gani? Sasa hivi najua. You know, some women wakifika some levels kwenye maisha wanaona we don't need mentors anymore. We don't need fathers anymore. We don't need guidance anymore. Anaona sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima. Anaona sasa hivi nimeshakuwa na akili. I don't need anybody. Maandiko yanasema kuhusiana na mwana mpotevu kuna siku alipojiona amekuwa mtu mzima. Maandiko yanasema akamwendea babaye, akamwambia babake, sikiliza baba, sasa hivi nimeshakuwa mtu mzima, hebu nipe sehemu ya mali inayoniangukia ili nikatumie. Baba akamwambia, sikia mwanangu, haina shida, paki, chukua bagi zako, chukua mali zako, nenda. Maandiko yanasema mwana akachukua mali akaondoka. Alipoondoka, maandiko yanasema akaenda kule akatapanya mali kwa maisha ya nasa. Alipomaliza kutumia vyote, maandiko yanasema njaa kubwa ikaingia kwenye ile nchi. Njaa ikaingia, maandiko yanasema naye akaingia katika hali ya uhitaji. Yuko mbali na baba yake, tayari ameshatumia vyote, alafu njaa imeingia, wakati anaangukia kwenye hali ya uhitaji. Kuna watu upaswi kuachana nao vibaya. Hautakiwi kuachana nao wala kuacha kukaa mbali nao. Kuna watu unapaswa kushirikiana nao hata wakati unapoona umetajirika, una mali, una vitu vingi. Keep holding them. Endelea kuwashikilia kwa sababu hao wamebeba ndoto zako. Kuna watu unaweza ukawaangalia leo ni kama hawana pesa, ni kama hawana mali, lakini wamebeba ndoto zako. Listen to me carefully. Kuna watu ukiwaangalia leo ni kweli wanatembea kwa mguu, lakini kuna siku Bwana atawapa magari. Kuna watu ukiwaangalia leo ni kama they don't have the future, but at a few years they will have the future, na watakushika kwa mkono na watakusaidia. Nisikilize, kuna watu unapaswa kuwashikilia hata kama mazingira anasema mwachie, unapaswa kumshikilia. Hata kama kuna siku umekwazana naye, unapaswa kumshikilia. Hata kama kuna siku hujaelewana naye, mshikilie. Unaitazama kesho, hauangalii leo. Unaitazama kesho, unasema kesho yangu nataka ifike pale. Kwa hiyo unajua kabisa ni nani atakayenisaidia. Watu wenye hekima wanajuaga nani wa kuambatana naye. Watu wenye akili, watu wenye hekima wanafahamu nani wa kuambatana naye. Kwa hiyo shetani akitaka kuiba ndoto zako, anakutumia watu. Hao watu utawaita marafiki, utawapa nafasi ya ukaribu, lakini lengo lao ni kukupoteza. Kwa kitabu cha Mithali sura ya 1 mstari wa 10, maana anasema mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Hawa ni marafiki ambao unawapa nafasi ya ukaribu, ambao wanakaa wanaanza kukushawishi siku kwa siku. Maandiko yanasema watakapokuwa wanakushawishi wewe usikubali. Kuna marafiki utakutana nao watakaoanza kukushawishi kwamba unakoelekea sio, hiyo ndoto yako sio ya kweli, haiwezi kutimia. Hayo maono yako sio ya kweli, hayawezi kutimia. Come on, lazima uelewe jambo moja, ya kwamba kuna siku ndoto yangu itatimia, hata kama marafiki zangu hawaelewi, hata kama
lazima ndugu zangu waelewe, kuna siku itatimia. Kuna siku Petro akasimama mbele ya Yesu. Yesu anawaambia kwamba itanipasa kwenda msalabani na kusurubiwa. Petro akamwambia, come on, sikiliza Yesu, acha maneno yasiyoeleweka. Hautakufa wewe, hautasurubiwa. Yesu alipomwangalia akamwambia, sikiliza, rudi nyuma Shetani, kwa sababu huyawazi yaliyo ya Mungu. Unaweza ukawa na rafiki lakini anayoyawaza sio ya Mungu. You must learn ya kwamba kuna watu naweza nikapatana nao kwenye maisha, lakini pattern of their thoughts does not belongs to God. Muundo na mfumo wa mawazo yao haufanani na wa Bwana. Destiny zao hazilingani na kule ninakoelekea. Jifunze kuzikataa, jifunze kukaa mbali nao. Ukiona umekaa na mtu na haendi njia moja na wewe, achana naye. Achana naye. Anayekudharau ya kwamba huendi kokote, achana naye. I'm here to tell you, Mungu ana uwezo wa kukupa marafiki. Kama vile ambavyo Shetani anaweza akakupa marafiki wa kupoteze, Mungu anaweza akakupa marafiki watakao kusaidia. Kama vile ambavyo Shetani anaweza akakupa watu watakao kupoteza, watakao kuongoza katika njia ya upotevu. The same God can give you people who can lead you to the right way. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe watu ambao watakushika, watakuongoza kuelekea kwenye hatima yako. Piga kelele, sema amen kwa jina la Yesu. Piga kelele, sema amen kwa jina la Yesu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, nipatie marafiki watakao nisaidia kuielekea hatima yangu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, nipatie marafiki watakao nisaidia kufikia hatima yangu katika jina la Yesu. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Check your friends, check your associations. Angalia watu ambao umewapa nafasi kwenye maisha yako. Angalia watu ambao unawaita best friends. Angalia watu ambao una spend now time. Angalia watu ambao unakaa nao na unawapa vipaumbele kwenye maisha yako. Angalia watu ambao unakaa kila muda unafikiri kuhusu wao. Angalia watu ambao unasubiri wakae pamoja na wewe muende kwenye njia moja. Just check them every time. Check and recheck your friends. Kila wakati angalia marafiki unaoambatana nao. Kila rafiki ambaye haendi njia moja na wewe, Bwana akakutenganishe naye. Kila rafiki asiyefika kwenye destiny ambayo Mungu anataka, Mungu akakutenganishe naye katika jina la Yesu aliye hai. Piga kelele, sema amen. Kuna watu waga wanakuja kugundua baada ya miaka kadhaa kwamba niliambatana na rafiki sio sahihi. Sio sahihi. Kuna watu ambao inachukua muda mrefu. Amnoni alikuwa na rafiki yake mmoja mjinga. Rafiki yake yule akamdanganya, akamwambia, nenda ukalale na dadako. Unajisikia unakaa unatiatia huruma hapo, unasema unampenda dadako, nenda ukalale na dadako. Rafiki wa Amnoni akamshawishi Amnoni. Check your friends and their persuasions. Angalia marafiki ulionao na ushawishi walionao juu yako. Sometimes unaweza ukakaa na marafiki zako ukafikiri wanakushauri vizuri, but they are killing your destiny. They are destroying your destiny. They are destroying your ministry. Kuna watu ambao umewaeka karibu yako na umewapa jina ya marafiki, lakini wanakupoteza. Namna ambavyo wanakushawishi, namna ambavyo wanakushauri, namna ambavyo wanakuongoza, unajua kabisa nimekaa na huyu rafiki anipeleki kokote, na kaa na huyu rafiki aniongozi kokote. Better achana naye. The early to choose. Ukiamua kuamua mapema, utapona mapema. Kuna watu unatakiwa wakatae mapema. Kuna watu unatakiwa uachane nao mapema. Kuna watu unatakiwa waache mbali mapema. Kuna watu unatakiwa watenge mapema, kwa sababu unajali kesho yako. Kuna watu unatakiwa useme, hapana, wewe utakuwa rafiki yangu lakini utaishia hapa. Wewe utakuwa ndugu yangu lakini mpaka ni huu. Kuna watu ambao unapaswa kuwacholea mpaka. Hautakiwi kusogea nao karibu. Hautakiwi kuwapa nafasi ya ukaribu. There are some people you must put them far away from you. Kuna wakina Yuda, jifunze kuwaweka mbali. They are destiny destroyers. Kuna watu ambao utawaita ni marafiki zako, lakini ni kama wakina Yuda, wanaweza kuharibu hatima yako. Jifunze kuwaweka mbali. Na sio vibaya kuwaweka mbali watu wasiofaa. Waweke mbali. Piga kelele, sema amen. Piga kelele, sema haleluya. Paza haleluya. Now, that is the number one group. Kundi la kwanza ambalo wanaweza wakaiba hatima yako wanaitwa marafiki wa karibu. Namba mbili, wazazi wa kimwili na kiroho. Wazazi wa kimwili na kiroho. Shetani anaweza akatumia wazazi waliokuzaa kuharibu hatima yako.
Na shetani anaweza akatumia wazazi wa kiroho kuharibu hatima yako. Listen to me carefully. Hao watu sometimes Mungu waga anawatumia anawatumia kujenga hatima za watu, lakini hao watu shetani anaweza akawatumia kuharibu hatima. Listen to me. Kuna watu ambao hatima zao zimeharibika kwa sababu ya viongozi wabaya wa kiroho. Kwa sababu ya viongozi wabaya wa kiroho, viongozi ambao wanawapoteza kwenye mwelekeo. Kuna watu wameingia kwenye ndoa kwa sababu walimsikiliza mchungaji so and so. Wameingia kwenye ndoa kwa kukosea kwa sababu ya kumsikiliza mchungaji so and so. Mchungaji akamwambia muoe dada fulani atakufaa, muoe kolewa na kaka fulani atakufaa. Mchungaji akamwambia acha kazi. Kuna wachungaji ambao wanaweza wakaingia kwenye personal affairs, ambia mtu acha kazi, ile kazi haikufai. So kuna watu ambao wachungaji wanaingia mpaka kwenye maisha ya watu, anambia acha kazi. Kuna mwingine mzazi anakuja anamwambia yule mama yako ni mchawi, achana naye. Wazazi hatuachane nayo hata kama ni wachawi. Listen to me. So unaweza kuwa na mzazi wa kiroho ambaye anakuongoza kwenye njia isiyo sawa. That's why you must be careful when you are making a choice ya nani awe baba au mama au kiongozi wako wa kiroho. Sio kila mtu kwa sababu anaitwa mchungaji, anaitwa apostle, anaitwa prophet, anaitwa teacher, anaitwa evangelist, maana yake anaweza kuwa mzazi wako wa kiroho. Sio kila mtu ambaye anaitwa mtumishi wa Mungu anaweza kuwa baba wako wa kiroho. Kuna watu wengine unatakiwa watazame kwa mbali, unawaangalia kwa mbali na unaachana nao, kwa sababu siku utakapokaa nao karibu wataiskata, wataiharibu kabisa maisha yako, wataharibu kabisa hatima yako. Kuna watu wanapendeza ukiwafuatilia tokea mbali, usikae nao karibu, kwa sababu the moment utakapokaa nao karibu you destroy your life. Kuna watu namna wamekaa wameharibiwa na watu ambao wanaitwa watumishi wa Mungu. Listen to me. Haya mambo naongea kwa experience, I'm a man of God. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Kuna watu ambao wamemimina mioyo yao kwa watumishi ambao hao watumishi wamewavunja mioyo yao. Kuna watumishi ambao wanajiita watumishi, wametapeli watu, wametapeli. Na siku walipotapeliwa wa watu, hatima zao zikaharibiwa. Akaanza kusema mimi kuanzia leo siamini tena watumishi wa Mungu, kwa sababu walikutana na tapeli mmoja aliyejiita mtumishi wa Mungu, tapeli mmoja aliyejiita apostle, tapeli mmoja aliyejiita prophet, tapeli fulani aliyejiita kuhani, tapeli fulani aliyejiita mwinjilisti. Now inachukua tapeli mmoja kuharibu watu. Hawa ndio wachungaji waliovaa mavazi ya mbwa mwitu. Wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani mbwa mwitu. Wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani ni mbwa mwitu. I want to show you something. Nikuonyesha kitu kimoja kwenye Biblia kitakacho kusaidia. Sometimes sio kila sauti ya kuifuata. Sio kila sauti ya kufanya nini? Ya kuifuata. Lea Samueli wa kwanza sura ya 13. Aya. Kuna vitu ambavyo nataka akili zako ziwe zinafahamu, zitakusaidia. Wafalme wa kwanza, no Samueli. Wafalme wa kwanza 13. Mstari tuanzie okay. Tuanzie mistari ile ya my God. Tuanzie mstari wa kwanza. Tutasoma mistari mingi kidogo. Hii ni hatima ya mtu ambaye alikuwa ni nabii kijana na nabii mzee. Maandiko yanazungumzia nabii kijana akawa ametumwa kwenye mji fulani. Angalia kwanza mstari wa kwanza. Natazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli. Naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi
Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akasema, madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile, akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama, madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatavunjika. Ikawa mfalme Yeroboam alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake alionyosha ukakatika, wala ukuweza kurudi kwake tena. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahu yakamwagika, sawasawa na ishara aliyotoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsii sasa Bwana Mungu wako akaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa. Mstari wa 9, maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana, kusema, usile chakula chochote, wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Basi akasema, akaenda zake kwa njia nyingine, wala akurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Basi nabii mmoja mzee, sema nabii mmoja mzee, nabii mmoja mzee, maana anasema nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli, na wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno alilotenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli, na maneno aliyomwambia mfalme, hayo walimwambia baba yao. Baba yao akawaambia, amekwenda zake kwa njia ipi? Kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia ile aliyoiendea yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda. Akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akampanda, akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni. Akamwambia, je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Remember, sauti ya Mungu ilisema usiingie kwenye nyumba yoyote, wala usile chakula, wala usichukue chochote. Sasa anakuja mtu anaitwa nabii mzee. Maana yake huyu nabii mzee ni mtu ambaye alishakuwa na experience na Mungu. Kwa tafsiri rahisi, maana yake alikuwa ni baba, alikuwa ni mtu ambaye anapaswa kusikilizwa. Nabii mzee anakuja anasema, sikiliza mtu wa Mungu, twende ule chakula nyumbani kwangu. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe, wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula, wala sinywi maji pamoja nawe hapa. Mstari wa 17, kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana, usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia hii uliyoijia. Mstari wa 18, akamwambia, basi nami ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia kwa neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako. Imagine at this time, huyu baba ambaye ni nabii mzee anaongea uongo kwa nabii kijana. Nabii kijana aliambiwa na Mungu, sikiliza, usiingie kwenye nyumba wala usile chakula. At this time nabii kijana anakutana na nabii mzee. Nabii mzee anaugeuza moyo wa nabii kijana kuyaasi maagizo ya Mungu juu ya safari yake. Kuna mahali Mungu anataka uelekee. Be careful na manabii wazee. I'll repeat again. Be careful with the old prophets. Kuwa makini na manabii wazee. Sijasema usiwasikilize. Kuwa makini na manabii wazee, kwa sababu kuna watu watakuja na experience zao. Anasema, na mimi ni mtu wa Mungu, na mimi pia ni nabii. Wakati niko nyumbani, malaika wa Bwana amenitokea. Imagine anaongea uongo. Malaika akaniambia kwa neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako, ale chakula, akanywe maji. Lakini alisema uongo, lakini alisema uongo, lakini alisema uongo. Nabii kijana akamsikiliza nabii mzee kwa sababu ya umri, kwa sababu ya kwamba yeye ni nabii. Mstari wa 19, basi mtu yule akarudi pamoja naye, akala chakula, akanywa maji nyumbani kwake. Hata ikawa walipokuwa wameketi mezani, neno la Bwana likamjia nabii yule aliyemrudisha. Yule nabii mzee, neno la Bwana wakati ule likamjia. Mara ya kwanza ilikuwa lijamjia, mara ya pili likamjia. Akamlilia yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda akinena,
Bwana asema hivi, kwa sababu umeiasi kauli ya Bwana wala ukuishika amri ile aliyokuamuru Bwana Mungu wako, basi umerudi ukala chakula ukanywa maji. Yeye mwenyewe nabii mzee ndo aliyemwambia turudi. Yeye mwenyewe anaanza kutoa unabii sasa hivi. Sasa hivi roho wa Bwana kweli amekuja, ila wa kwanza alikuwa uongo. Na wale ambao walisema ni sawa tu, nenda kafanya hivi, baadaye anasema Bwana hakusema na wewe. Listen to me, niende taratibu. Angalia, bali umerudi ukala chakula ukanywa maji. Alipokuambia usile chakula wala usinywe maji, maiti yako haitaingia kaburi la baba zako. Basi ikawa alipokwisha kula chakula na kunywa maji, yule nabii aliyemrudisha akamtandikia punda. Na alipokuwa amekwenda zake, simba alimkuta njiani. Yule nabii kijana akaanza safari mara baada ya kula, aliambiwa usile. Alipokuwa anarudi, maandiko yanasema simba alimkuta njiani. Imagine kuna watu ambao wana struggle sasa hivi kwa sababu ya maongozi ya nabii mzee ya uongo. They are struggling in their business. Wamekutana na simba njiani kwenye biashara, wamekutana na simba njiani kwenye ndoa, kwa sababu walikaa wakamsikiliza mtu fulani anasema oa fulani, muoe fulani, fanya biashara sehemu fulani. Roho Bwana hajakuambia, umemsikiliza nabii mzee. Maandiko yanasema akakutana na simba njiani. Angalia, yule simba alimkuta njiani, akamuua, maiti yake ikatupwa. Simba kushughulika kabisa na punda, simba akashughulika na nini? Na nabii. Simba wana tabia ya kula wanyama, wakaacha mnyama wakamwangalia kwanza mtu, wakatafuna kwanza mtu. Angalia, maandiko yanasema na alipokuwa amekwenda zake, na alipokuwa amekwenda zake, simba alimkuta njiani, akamuua, maiti yake ikatupwa njiani, na yule punda akasimama karibu naye, na yule simba na yule punda akasimama karibu naye, na yule simba naye akasimama karibu na maiti. I don't know if you understand. Punda akawa hapa na simba yuko hapa. Punda amesimama haliwi na simba, na huyu simba amemuua tu nabii ila hajamla. Alafu simba amesimama hapo. I don't know if you understand what I'm saying. Disobedience to the voice of God. Disobedience to the voice of God ikapelekea this young prophet kupoteza destiny yake. Destiny yake ilikuwa sio kufa mapema, lakini destiny yake ikaishia pale kwa sababu ya disobedience. Now listen to me. Una ndoto za kwenda mbali, make sure you choose careful who to listen to. Kuna watu ambao mara baada ya kwanza kumsikiliza mtu fulani, maisha yao yamebadilika, yamekuwa ovyo. Kuna watu ambao wanapenda kumsikiliza kila mtumishi. Wakisikia kuna huyu mtumishi anakusanya nyomi, na yeye anaenda. Kuna huyu anakusanya nyomi, anaenda. No. Don't be emotional. Ukiambiwa Mungu yuko huku na Mungu yupo huku, usikimbie. Stay mahali ambapo Mungu amekuweka. Maandiko yanasema waliopandwa kwenye nyumba ya Mungu watastawi. Sio wanaozunguka, waliopandwa kwenye nyumba ya Mungu. The problem with the end time church, tatizo la kanisa la siku za mwisho, ni kwamba tume lose focus to listen to the voice of God. We are failing to discern the oracles of God. Tunashindwa kujua nani amebeba sauti ya Mungu na nani hajabeba sauti ya Mungu, nani ni mtumishi wa Mungu na nani sio mtumishi wa Mungu. Na wakati ambao Mungu anatuonesha fulani ndio mtumishi wa Mungu, we don't follow the person. At this time, this young prophet anaenda anamsikiliza huyu nabii mzee. Anapoenda kumsikiliza nabii mzee, maandiko yanasema akasema uongo. Akasema mimi malaika alinitokea nyumbani, ameniambia nije nikuchukue twende nyumbani kwangu tukale. Kweli malaika? Oh, let us go. Wakaanza kwenda. Hakuuliza kwa Mungu kwamba Mungu ni kweli umesema niondoke na huyu nabii mzee. Kitu pekee ambacho alikifanya ni kuitii na sauti ya nabii mzee, ila isiyo na Mungu ndani yake. Kuna watu ambao maono yao yamepotea kwa sababu ya kutii watu ambao hawajabeba sauti ya Mungu. Sio kwa sababu mtu anaongeaga kila siku anasema Bwana asema. Uwe makini. Akisema Bwana asema, sometimes go and take time. Take time to pray. Chukua muda wako, nenda kaombe. Sio vibaya kuuliza kwa Bwana, Bwana kuna mtumishi wa Mungu ameniambia 1 2 3.
je, nikalifanye? Kwa sababu kuna vitu ambavyo unaenda kuvifanya vinaamua hatima yako yote ya maisha, na wewe unaenda tu kama mkuku. Make a choice. Go back to the closet. Nenda kwenye chumba chako cha siri, mwambie Roho Mtakatifu, unasemaje kuhusiana na hii biashara? Unasemaje kuhusiana na hii ndoa? Huyu, mbona kuna mtumishi huyu ananiambia tuachane na mke wangu. Kuna watu wanaachana na wake zao kila siku kwa sababu ya prophet so and so, kwa sababu ya apostle so and so, kwa sababu ya pastor so and so. Ana break marriage. Unavunja ndoa kirahisi kwa sababu prophet fulani alikwambia. Unavunja biashara yako kirahisi kwa sababu kuna mtu fulani alikwambia, Mungu amemwambia tu uache biashara. Kuna watu unatoka ofisini unaharibu ofisi kwa sababu kuna mtumishi fulani alikwambia achana na hiyo ofisi. In the midst, katikati ya mambo ya msingi kwenye ofisi, wewe unatoka unaharibu ofisi. Unasema mimi Bwana ameniambia. Bwana sio ana utaratibu kiasi hicho. God is the God of order. Hata atakapokuambia anakuonesha ni kipi utaenda kukifanya, na anachokupeleka manake kina utukufu mkubwa kuliko kile ulichokuwa unakifanya. Tatizo moja ambalo kanisa la siku za mwisho linalo, liko desperate kusikia chochote. Tell me. It is good to seek the counsel of God. It is good to seek the counsel of God. Lakini utakaposikia kutoka kwa watumishi wa Mungu, go back and ask God. Go back and ask God. Kuna watumishi wa Mungu siku hizi, watu tunawashirika wazuri sana siku hizi. Anakuja inbox kwako kwa mitandao ya kijamii, anasema mtumishi wa Mungu nitabirie. Unaona nini kwa habari ya maisha yangu? Sio kila mtu by the way ni prophet. Kwa hiyo kuna watumishi wa Mungu wameingizwa kwenye udanganyifu, kwa sababu anajua nikimwambia wewe Bwana asema utastawi kwenye hichi, nenda kafanya 1 2 3, anajua nikimwambia tu hivyo atanipa sadaka. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wasio manabii wameanza kutabiri. Wanatabiri uongo ili kuplease watu. Now I'm so careful with these things. Be careful. Hata wewe mtumishi wa Mungu ambaye unalazimishwa utoe unabii hata kama sio nabii, stop doing those nonsense. Achana na huo ujinga. Usitoe unabii kama Mungu hajakufanya kuwa nabii. Don't do that. Usitoe unabii. Sio lazima. Kwani lazima wewe baki na neno la Mungu. Speak the word. Preach the word. Ongea neno, fundisha neno, baki kwenye neno. Ili neno ni unabii. Preach the word. Aliyepewa neno by the Spirit, mwache atabiri. Aliyepewa neno la kufundisha, fundisha. Usilazimike kwanza kusema nasikia Roho anasema. Nasikia Roho anasema wewe. Don't do that. Kuna watu ambao Roho Mtakatifu anawaacha kwa sababu ya ujinga huo. Roho ya uongo inaanza kuwatesa. Roho ya uongo. Na siku hizi uongo umeingia madhabahuni. Shuhuda za uongo, matendo ya miujiza ya uongo, walimu wa uongo, manabii wa uongo, wainjilisti wa uongo, wachungaji wa uongo. Now imagine that package ya uongo inakutana na mshirika mmoja. Anabamizwa huko na mwinjilisti wa uongo, anabamizwa huko na mtume wa uongo, anabamizwa huko na nabii wa uongo, anabamizwa. Mshirika anatoka kichwa kinawaka moto. Anasema mtumishi wa Mungu fulani na fulani alisemaga hivi. Mbona baba wewe umesema hivi? Now you need to be careful. You need to be careful. Now kuna watu wengi ambao wamepotezwa na wazazi wa kiroho. Ndoto zao zimeibiwa, zimeharibiwa na wazazi wao wa kiroho. Mwanzo 31 mstari wa 11. Mara baada ya Yusufu kuota ndoto, maandiko yanasema ndugu zake wakamuhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili, akahifadhi ndoto ya mtoto wake. Akahifadhi ndoto ya mtoto wake. Now this is very important. Kazi mojawapo ya mzazi wa kiroho ni kuhifadhi ndoto ya mtoto wake. Kwenye masomo yanayofuata nitakuwa ninaelekeza, nafundisha kwa kina ni namna gani Mungu anatumia mzazi wa kiroho kuifanya ndoto ya mtoto wake itimie. Kazi mojawapo ya mzazi wa kiroho ni ku preserve the dreams, to preserve the vision. So inawezekana kabisa ukawa na mzazi wa kiroho, a destroyer, a killer of the vision, a killer of the vision. Chochote unachomwambia anasema hiki hakiwezekani. Chochote unachomwambia anasema hiki sio cha Bwana. Chochote unachomwambia baba, na kuna wale ambao chochote anachotaka kufanya lazima akamwambie mchungaji ni vizuri. So anapoenda kumwambia mchungaji, mchungaji anasema hiki hapana, usifanye. Hiki hapana, usifanye. Now unakuta kuna mtu amebaki kwa puzzled kwenye destiny. Haelewi yaende kushoto, haelewi yaende kulia, haelewi yaende mbele, haelewi yaende nyuma.
amebaki yuko puzzle, kwa sababu baba apostle alisema usifai, baba prophet alisema huku usiende, but truly in your heart you see, kama nikifanya hii biashara natoboa. Kuna watu walikuwa na mahusiano na watu wazuri tu ya ndoa, ya kuelekea kwenye ndoa, anakuja mchungaji anasema hapana, oa fulani. Jamaa anaoa, anakuta ndani kule hamna kitu, sio mke, ni dudu tuliko kule, ni kelele, vurugu, magomvi, vibao. Now destiny za wengi zimeharibiwa hapo. Mwanaume anabaki anasema ningejua ningemoa yule mwanamke, na mwanamke anajuta anasema kama ningejua ningeolewa na mwanaume fulani, lakini kwa sababu baba alisema basi nitavumilia. Now you need to be careful. Unapoambiwa neno lolote, rudi kaulize. Usiwe kama yule nabii kijana ambaye aliambiwa na nabii mzee, njoo nyumbani kwangu ule unywe, Mungu ameniambia. Alafu maandiko yanasema aliporudi akala, baadaye akauawa na simba. Kuna watu wengi ambao destiny zao zimekutana na simba, hawaendi kokote, destiny zao zimezuiwa njiani. I'm praying to God kwamba Mungu akulinde, hatima yako isiharibiwe na simba katika jina la Yesu Kristo. Nimesema jambo la mtu aina ya pili ya watu, nimekwambia ndoto zinaweza kuibiwa na watu, lakini aina ya kwanza ya watu ni marafiki. Aina ya pili ya watu ni wazazi wanaokulea, au wanaweza wakawa wazazi wa kiroho au wazazi wa kimwili. Wazazi wa kimwili wanaweza wakahusika kwenye kuua ndoto za mtoto, wanaweza kuhusika. Yakobo alikuwa ni mzazi wa kimwili, lakini maandiko yanasema akahifadhi ndoto ya mtoto wake, akahifadhi. Now the duty ya mzazi ni kujua pattern ya mtoto wake, kujua ndoto za mtoto wake. Mzazi yoyote ukizaa mtoto usiseme tu nimezaa. Assignment ya pili ni kuelewa njozi za mtoto wako. Kesho anatakiwa kuwa nani? Kesho anatakiwa kufika wapi? Now after understanding the dream, kazi yako ni kupreserve. Now tomorrow, kesho au kesho kutwa, nitakuwa na kufundisha namna gani sasa nafasi ya mzazi. Inawezekana kabisa Mungu akakupa mtoto na wewe mzazi ukahusika kuua ndoto za mtoto wako. Kuna wazazi ambao wanasimama nasema mimi mtoto wangu sitaki afanye hivi, Mtoto anasema mama, mimi nina uwezo wa kuchora, niruhusu kuchora. Sitaki. Unachora nini? Mama, kumbe mtoto ndio roho ya kudesign nguo na mavazi iko ndani yake. Kuna mtoto anapenda biashara, sasa mimi sitaki, nataka usome science. Kuna mtoto anapenda science, mama anasema haiwezekani, mimi nataka usome biashara, napenda biashara mimi, lazima usome biashara. Now kuna watoto ambao wamezaliwa wako gifted, wana vipawa mbalimbali. Anakuja mzazi anasema mimi sitaki mtoto wangu, unapenda kusuka nini? Kwa nini unapenda kusuka? Now listen to be carefully. Wazazi wanaweza wakatumika kufanya watoto wapige hatua, au wazazi wanaweza wakatumika kufanya watoto hatua zao za kimaisha zirudi nyuma. Kuna wazazi wale ambao wanachaguliaga watoto wao wenza wa maisha, sema lazima uolewe na mtoto fulani, lazima. Na haya ni maisha. Haya ni nini? Ni maisha. Wazazi Mungu amewaweka kama facilitators, amewaweka kama watu ambao wanaweza wakasaidia huyu mtoto afikie hatima yake. Understand the gift that is within your boy, within your girl. Elewa kipawa kilichoko ndani yake, anza kumsaidia, anza kunoa. Ukiona mtoto wako ana kipawa fulani, tafuta walimu watakaomsaidia kile kipawa alichonacho. Niliona mtu mmoja wa Mungu anaitwa Chris Mauki, mtoto wake ana utaalamu fulani wa viungo, anakunja tu viungo, then anamtafutia mwalimu kazi yake kumfundisha mtoto wake, anafanya mambo ya gymnastic na nini, ananyosha sijui anafanya hivi, Lucas Erikasi anafanya nini. At the end of the day anaweza akaja kuwa mtoto athletic mzuri sana, lakini ile ni njozi ambayo inakuwa preserved tangu akiwa mtoto, anatengenezwa toka akiwa mtoto, anaandaliwa toka akiwa. So nyie mnakuja kumuona mwanamchezo mzuri baadaye, lakini kuna siku mzazi wake alisacrifice
aliwekeza muda, aliwekeza fedha, aliwekeza kitu cha kila namna kuhakikisha ndoto ya mtoto wake inatimia. The problem is, tuna wazazi ambao hawana akili za kuona ndoto za watoto zao, maono ya watoto wao. So akimwona mtoto anaimba anasema, wewe unaimba, unajua unaimba nini? Unaimba nini? Unapoteza akili. Kuna mtoto mmoja anahubiri, katoto kadogodogo hivi, anahubiri vizuri sana. Kuna watu tumeshaanza kutengeneza tapeli mwingine. Badala ya kumtia moyo wanasema tunatengeneza tapeli. Sio lazima watu wote tufanane ndoto zetu. Ndio maana wewe unasukuma mkokoteni, mwingine anaendesha basi. Huyu anaendesha basi, mwingine anauza duka. Huyu anauza duka, huyu anahubiri. Hatufanani. Na kazi kubwa ya mzazi ni kusharpen the gift. Sharpen the gift of your children. Tengeneza vipawa vya watoto wako. Paza sauti ya amen kama unanielewa. Paza sauti ya amen kama unanielewa. Now, watu wa pili ambao wanaweza kutumika kuharibu au kuua ndoto za kuiba, kuharibu au kuua ndoto za mtoto ni wazazi. So wazazi wana nafasi ya kubuild up, na wazazi wana capacity ya kudestroy. Wazazi wana capacity ya kuwisha. Mtoto anapenda kusifiwa. Akiwa mtoto msifie. Kitu anachoweza kufanya vizuri msifie. Mwambie mtoto wangu unafanya vizuri. Kama kuna kipawa anacho anaimba vizuri, mwambie unaimba vizuri. Sio unaimba sauti yako mbaya, haieleweki. Don't do that. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Paza sauti ya amen kwa jina la Yesu. Naomba tuende kwenye watu watatu ambao wanaweza wakaiba ndoto yako. Ni wezi wa nyota. Hawa wanaitwa wasoma nyota. Watu watatu, kundi la tatu la watu ambao wanaweza wakaiba maono yako ni wasoma nyota. Wasoma nyota wanaweza wakakuangalia tokea mbali, wakaona nyota yako tokea mbali. Maandiko yanazungumza wasoma nyota ambao waliiona nyota ya Yesu tokea mashariki. Maandiko yanasema wakaifuata ili wakamsujudie. So kuna watu ambao wanaweza wakaja kwako ili wakusaidie. Kusujudia manake kutumikia. Kusujudia manake kutoa heshima. Nao kuna wale ambao hawaji kutoa heshima, hawaji kusujudia, hawaji kutumikia, wanakuja kuua. Wanaitwa akina Herode. Akisoma nyota yako, akishaielewa, anachokifanya anaanza kufuatilia ili kuua. Maandiko yanasema wale walipokuja mamajusi ili wamsujudie na watoe sadaka zao na dhabihu zao, maandiko yanasema Herode yeye alijipanga kwenda kumuua. Now you will understand, at this time kuna hawa wamekuja ili wasujudie, watumikie, lakini kuna huyu anaitwa Herode anasema no, I must kill the boy. I must kill the boy. Na ndio maana sio kila nyota au kila ndoto au kila maono unatakiwa uyaoneshe kila mahali. Wakati baba yao Yusuf anahifadhi ndoto, kaka zake walipanga kumuua. Now this is the difference. At the same time naweza nikasimulia ndoto, nikaandika maono yangu, nikasema mimi na maono haya. Nikasema anajidai kama ana maono makubwa. So kuna maono unatakiwa uya close. You don't have to disclose. Kwa sababu ya kule ambako unataka Mungu akupeleke, you need to close. Nitakuja kuelekeza baadaye, kuna kitu tunakiita closed vision. Closed vision ni maono yaliyofichwa na kuatamiwa. Ni maono ambayo hayajafunuliwa mpaka wakati wake, yanaitwa closed vision. Ni maono ambayo yamefichwa yakisubiria wakati wake wa kutimia. The problem that we have is early revelations of vision and a disclosure of vision. Hilo ni tatizo. Kuna watu wanapata ufunuo wa mapema wa maono, alafu wanataka kuya disclose, wanataka wayafunue mapema. Kuna maono unatakiwa uyaache yakue kwanza. Yakue kwa sababu kuna Herode anayatafuta. Kwa sababu kuna Herode anataka ayaue. Don't disclose. Mungu akuwatuma wakina mamajusi na wachungaji kwenda kwa Herode. Lakini kwa sababu walipata yale maono, wakasikia ngoja kama aliyezaliwa ni mfalme, basi ngoja tukamwangalie kwenye nyumba ya mfalme. So at that time wanasema let us go.
lakini Mungu alikuwa hajawatuma. Wanaenda kudisclose maono kwa mtu ambaye sio sahihi. Wangapi wanaelewa ninachoongea? Now, it is dangerous when you are disclosing your vision to the person who needs to kill your vision. Kuna watu nao wapo karibu yako, unajisikia kusimulia kila kitu chako, unawambia kila kitu chako. Don't disclose everything. Usifunue kila kitu. Sometimes cover them. Atamia kwa maombi, ratos kabalada kaba. Na ndio maana kuna baadhi ya maono tunabidi tuyatamie. Hawa ni watu ambao tunawaweka karibu. Hawa watu wanaweza wakaiba maono. Unakumbuka story kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 18, habari ya wale wanawake makahaba wawili. Maandiko yanasema siku moja wote walikuwa wamezaa watoto kwa pamoja. Alafu siku hiyo wote wakiwa wamelala, maandiko yanasema yule mwanamke kahaba mmoja akalalia mtoto wake akafa. Maandiko yanasema wakati wa usiku akaamka katikati ya usiku, akamchukua mtoto wake aliyekufa, akaenda kumbadilisha na mtoto wake yule aliye hai. Do you know why? Kwa sababu alijua huyu naye ana mtoto. So akaenda aka exchange, akachukua a deadly child akamweka kwenye ubavu. Alafu na yule mama alikuwa amelala vibaya mno. Hii ndio hatari ya kulala wakati maono Mungu amekupa. Maana anasema akachukua yule mtoto aliyekufa aliye hai akaenda naye. Yule mama alipoamka anaangalia, anagundua mtoto huyu mbona amekufa, na anamkagua, anagundua huyu sio mtoto wangu. Maandiko yanasema akaanza kudai mtoto wake. Wakati anadai, ile kesi ndio ikafika kwa Suleiman. Listen to me carefully. Kuna watu ambao utakaa nao karibu wanaweza kusteal your vision. Wanaweza kusteal your vision. Wana uwezo wa kuiba maono yako. Yule mwanamke alikuwa na uwezo wa kuiba mtoto, akamchukua kutoka kwenye ubavu. Remember, kwenye ubavu ni mahali ambapo ndipo ambapo tunahatamia maono. Na be careful with the person ambaye anakutoa kwenye mahali ambapo unasema hapa ndipo Mungu ameniweka. Be careful. Be careful. Mara ya kwanza ulikuwa unaamini kwamba this is my father and this is a vision I'm supposed to pursue, but now you are not believing it anymore. Umekutana na mtu amekuchomoa kwenye ubavu. Listen to me, hakunaga mtu yoyote ambaye atatolewa tumboni alafu akatoka nje kawa hai kama alitolewa prematurely. Kuna watu ambao ukiwaangalia katika ulimwengu wa roho bado still ni wadogo, lakini wametolewa kwenye ubavu wa wazazi wao. Asa mimi ni mtumishi, pana na ubiri na vitu vinatokea. Na ubiri na vitu vinatokea. Be careful. Umeelewa ninachoongea? Stay. Endelea kubaki hapo. Hakikisha kwamba utolewi kwenye eneo ambalo Mungu amekuweka. Kuna watu wanaitwa wasoma nyota. Wakija wanakuangalia, wanaona nyota yako. Then kama wanataka kudiversify, wakutoe kwenye kitu ambacho Mungu anataka. Anakuambia okay, wewe una kitu fulani, ndio. Sasa unatakiwa ufanye kitu 1 2 3. Hiki na hiki usifanye. Hiki na hiki usifanye. Anakutoa mahali ambapo maono yako yalikuwa yanakuzwa. Uwezo wako ulikuwa unakuzwa. Rohoni ulikuwa unakuzwa. Kwenye neno ulikuwa unakuzwa. Kibiashara ulikuwa unakuzwa. So unatolewa mahali ambapo ulikuwa na uwezo wa kuwa mtu ambaye Mungu anamtaka. Shetani anaangalia, anajua kabisa this person kama ataendelea hapa, he will be very dangerous. So the enemy will come and take you, anakutoa, anakuplug out. Do you understand what I'm saying? You need the spiritual discernment kujua kwamba huyu aliyekuja sio mtu anayetakiwa kunilea. Kuna watu wanakuja na kuambia najua utatoboa. Utatoboa. Be careful. Bwana Yesu asifiwe. Nina pointi kama 8 na hapa tumeanza pointi ya kwanza. Ni namna gani ndoto inaibiwa? Ndoto inaweza kuibiwa from these 3 kind of people. Aina hizi za watu wanaweza wakatumiwa na adui kuiba maono au ndoto zako. Wakakutoa kwenye mahali ambapo Mungu anataka. Shetani akitaka kutoe, anaweza kutuma marafiki. Shetani akitaka kutoe, anakutumia wazazi wa kiroho au wa kimwili ambao sio sahihi. Wazazi wa kimwili pia wanaweza kutumika na shetani kama wameruhusu. Lakini namba 3 ni hao wanaitwa wasoma nyota. Wasoma nyota ni watu wenye ufahamu, wenye akili ya kupambanua uwezo wa mtu. Akikuangalia hivi anajua wewe ni mtu ambaye unaweza ukawa mkubwa baadaye.
So kuna watu ambao wanatumiwa na adui kabisa kuchanganya hatima yako, anakuchanganya. Kuna watu wengi sasa hivi wanakaa chini wanajifunza kwa wasoma nyota. Wanakaa wanajifunza sema usifanye hivi, usifanye hivi, amka usiku wa manane, fanya hivi. Ninawaombea Mungu awalinde kwa jina la Yesu. Paza sauti ya amen kwa jina